napenda kuwakumbusha na kusisitiza masuala machache. Moja ikiwa ni kuzingatia misingi ya utawala bora katika utendaji wetu wa kazi ili kuepusha malalamiko yasiyo na lazima katika utendaji wa kazi. Ninatambua kwamba nafahamu misingi ya utendaji kazi katika utumishi wa umma, hivyo si jambo jema kusikia mtumishi yeyote wa Wizara ya Fedha anakiuka misingi ya utawala bora katika utumishi wa umma. Naelekeza mtumishi yeyote atakayebainika na kuthibitika kwenda kinyume na misingi ya maadili katika utendaji kazi achukuliwe hatua stahiki kwa mujibu wa utaratibu ili kulinda heshima ya wizara yetu. Naelekeza taasisi zifanye kazi kwa ukaribu na Wizara ya Fedha katika kutekeleza majukumu ya msingi kama ilivyotarajiwa na serikali pamoja na wadau wengine. Kama hivi sasa tunaandaa bajeti, ushiriki wa taasisi zote kwa ukaribu ni jambo la msingi sana. Itakuwa si vyema kama kuna jambo ambalo linajitokeza katika masuala ya hatua za kikodi ambayo kumbe ndani ya taasisi tulikuwa na wazo bora zaidi la kuweza kuwasaidia wananchi na likaacha tu kufanyika kwa sababu hatujafanya kazi kwa ukaribu. Tuzingatie weledi katika kutekeleza majukumu na tuzitumie taaluma zetu vizuri katika kushauri ili tuweze kufanya maamuzi sahihi. Tuepuke kufanya kazi kwa mazoea. Lengo kuu la Baraza la Wafanyakazi ni kuwashirikisha wafanyakazi katika utekelezaji wa shughuli za wizara kwa kushirikiana na uongozi, ikiwa ni pamoja na kuishauri wizara juu ya ufanisi wa kazi na hatua zinazofaa kuchukuliwa ili huduma zinazotolewa na wizara zikidhi matarajio ya wateja. Watumishi 484 walipandishwa vyeo katika mwaka wa fedha 2023/24 na katika mwaka wa fedha 2024/25 serikali imeshatoa kibali ili watumishi wenye sifa waweze kupandishwa vyeo. Uchambuzi wa awali umebaini kwamba watumishi 313 wana sifa za kupandishwa vyeo. Ya pili, serikali imetupatia kibali cha ajira mpya kwa nafasi 57 ambazo zitajazwa kupitia Sekretarieti ya Ajira katika utumishi wa umma.